Naam, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, tunawasalimuni popote mlipo na kuwakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku. Tuwalete hayo leo tarehe 26 Januari 2026. Na tutakwenda kuzungumzia hali inayoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya kiusalama na kisiasa ni ya moto sana kati ya wahasi wa M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa mujibu wa chanzo cha ndani tena cha uhakika, kimeripoti ya kwamba makao makuu ya kijeshi ya muungano wa M23, AFC na RDF imewaharifu wapiganaji wake waliopo katika mji wa Bukavu na Goma na maeneo mengine wawe tayari kwa mchakato wa kukusanywa kambini ama cantonnement. Makao makuu hayo ya wahasi wanaoungwa mkono na Rwanda yamewaeleza wapiganaji wake kuwa wote wataelekezwa kwenda Sabinyo huko Runyonyi, eneo la mpaka wa Rwanda, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makao makuu hayo pia yamewaambia kuwa baada ya hapo uchujaji utafanyika. Baadhi wataunganishwa katika jeshi la taifa FARDC, wengine watawekwa kwenye mpango wa kuachishwa silaha na kurejea katika maisha ya kiraia, yani demobilisation, na wengine watafikishwa mbele ya vyombo vya haki. Kwa mujibu wa chanzo hicho, wapiganaji wa muungano wa M23 AFC wenye asili ya Kongo waliopo katika miji ya Goma na Bukavu hawaruhusiwi tena kuzurura ovyo ili kuwazuia kutoroka, na hata hivyo wanajeshi wa Rwanda ndio wanaoruhusiwa kuzunguka na kufanya harakati katika miji hiyo. Na katika majira ya saa 7 usiku wa manane au inerji mate mjini Bukavu ya kuamkia leo, uporaji mkubwa umeripotiwa kufanyika katika mji wa Bukavu, yakitajwa maeneo ya Muhumba kwenye maeneo ya Quartier Industriel na viwanda vya Tepe, na hayo yote yalifanywa na wanajeshi wa M23 waliosaidiwa na RDF. Na tukumbushe ya kwamba mali zote zinazoporwa zinaelekea nchini Rwanda kupitia mpaka wa Rusizi. Uporaji huu unatokea wakati ambapo wahasi hao wanajiandaa kuondoka katika mji wa Bukavu. Na kwa upande wa gereza kuu la Bukavu, wahasi hao wa M23 RDF wamesadikika kuwaachilia huru wafungwa mjini humo, na huko baadhi ya wanachama wao ambao walikuwa wameanza kukimbilia Kampala nchini Uganda kukamatwa katika mpaka wa Gatuna kati ya Rwanda na Uganda. Wanajeshi wa Rwanda wamewasili kwa wingi katika mji wa Sange katika bonde ya Rusizi kwenye barabara nambari 5 usiku wa kuamkia Jumapili tarehe 25 Januari 2026, na kulingana na chanzo hicho cha habari, wanajeshi hao wanapanga kuzindua mashambulizi mapya dhidi ya mji wa Uvira. Wanataka kuuteka tena mji huo na kuuacha mikononi mwa muungano wa Twirwaneho, Ngomino na Red Tabara, kisha wao wajiondoe, kwa sababu kwao hali hiyo itaweka shinikizo kwa serikali ya Kongo ili ikubali kufanya mazungumzo na muungano wa M23 AFC. Kwa mujibu wa chanzo hicho, katika mkutano wao wa mwisho uliofanyika Bukavu, viongozi wa muungano wa M23 AFC waliomba kwa baba yao Rwanda kwamba ikiwa wataondoka bila mpango au mkakati wa kuwasaidia kufikia mazungumzo ya moja kwa moja kwa ajili ya ulinzi wao na serikali ya Kongo, hilo litakuwa kosa kubwa, kwani wana hatari ya kusalimishwa au kuangamizwa wote. Ndio maana wanapanga kurejea na kuteka tena mji wa Uvira ili kulazimisha mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Kongo yatakayohakikisha usalama wa Moise Nyarugabo na kundi lake kabla ya kujiondoa kuelekea Sabinyo. Wamekubali kujiondoa kuelekea eneo la kambi ya kukusanyika cantonnement, lakini hilo litatokea baada ya kufikiwa kwa makubaliano na serikali ya Kongo yatakayohakikisha maslahi yao na ulinzi wao. Na baada ya hapo mapigano yaliripotiwa hiyo jana tarehe 25 Januari 2026 katika nyanda za juu za eneo la Uvira, hasa upande wa Mitamba karibu na kijiji cha Kirungu pamoja na vilima vinavyozunguka kijiji cha Kitundu. Mapigano hayo
ambayo yanawahusisha wapiganaji wa Wazalendo dhidi ya waasi wa M23 Twirwaneho na Red Tabara. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani, waasi hao wanadaiwa kuingia wakitokea upande wa Lemera. Ni wajibu wa Wazalendo na jeshi la wananchi na jeshi la nchi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kubaki katika hali ya tahadhari ya juu kabisa ili kuzuia adui kupata tena njia ya kurejea katika mji wa Uvira. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuhitimisha awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku. Zidi kubaki karibu na channel yetu ili kuzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa.